Na kwingineko, maafisa wa shirika la KWS wamemuua mwindaji mmoja haramu baada ya kumfumania akimuua ndovu katika mbuga ya kitaifa ya Tsavo Magharibi. Saida Swale na maelezo zaidi. Kupitia maafisa wa shirika la uhifadhi wa wanyamapori waliokuwa wakishika doria, wawindaji haramu 7 walifika katika mbuga hiyo ya Tsavo Magharibi na kuwaua ndovu wawili. Kupitia alama za nyayo zao kwenye mchanga, maafisa hao waliwafuata na kufanikiwa kumuua mwindaji mmoja. Another elephant might have been killed in the day, of which they are still searching for the same. The killed poacher has not been identified. He had no any identification document. Hata hivyo, ni mwili mmoja tu wa ndovu aliyeuawa uliopatikana, licha ya kupatikana kwa pembe 4 za ndovu kando na silaha nyinginezo. Tukapata bunduki aina ya M16 na vifaa vingi, ikiwa ni shoka, vifaa vya maji na chakula yao yote. Ndovu huyo wa kiume aliuliwa kadri mita 50 kutoka ziwa linalotumika na wafugaji kwa maji ya mifugo yao. Hii ikionekana kuwa njama mpya ya windaji kuwavizia ndovu pale wanapokunywa maji. Mtu yoyote ambaye ataingia kwa hifadhi ya wanyama wa Tsavo West, ikiwa analeta ng'ombe ndani ama anakuja kuinda ndovu, ajue kwamba tuko pamoja nao. Tutahakikisha kwamba hawataweza kuua ndovu wengine tena. Ni hivi majuzi tu pale ndovu mwenye pembe kubwa zaidi kote duniani, Satao, alipouawa kwenye mbuga ya kitaifa ya Tsavo akiwa kadri na umri wa miaka 50. Hata hivyo, haya yanajiri huku dunia ikijitayarisha kusherehekea siku ya ndovu Jumanne. Matayarisho kabambe yakifanyika katika uwanja wa Voi. Hafla yenyewe itafanyika katika uwanja wa Moi, eneo la Voi. Saida Swale, KTN leo.